Ikiwa ni siku yangu ya 7, siku yangu ya 8 ya maombi yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, karibu tena ndani yangu, karibu tena ndani yangu, uombe pamoja na mimi katika jina la Yesu, upigane vita pamoja na mimi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho wa Baba unayemiliki dunia, miliki tena leo, miliki tena na leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Si mimi ninayeishi, bali Kristo yu hai ndani yangu. Si mimi ninayeishi, bali Kristo yu hai ndani yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nazifuatia mamlaka zote za rohoni, nazifuatia mamlaka zote za rohoni zinazotoa ruhusa kwa ajili yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mamlaka zote za rohoni zinazotoa ruhusa nazifuatia kuanzia sasa kwa damu ya mwanakondoo. Zitoe ruhusa juu yangu, juu ya kazi yangu, juu ya biashara yangu, juu ya watoto wangu, juu ya taifa langu kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toa ruhusa aende mtu huyu, toa ruhusa aende mtu huyu, toa ruhusa. Acha watu wangu waende, let my people go. Acha watu wangu waende kwa jina la Yesu. Hebu siambie mamlaka, toa ruhusa, toa ruhusa. Elia makapashapa na ndorobosaka mama na masama tangaza elia makapala mama ya ndorobosaka mama. Toa ruhusa, let my people go. Shana makapata elia makapa, let my people go. Imashama mama, let my people go. Elia mashama mama ya ndamasaka mama elia mashokotolobo era masama mama. Imama mama mama kurubu shamala baba ekebere sekebere mama 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 elia mashama mama shando kopala baba sokoto era mashama mama baba kando mashama mama era mashakora bashakaba era mashama baba kwa damu ya mwanakondoo yana mashama mama. Let my people go in the name of Jesus. Shanda kapala baba kama shama mama. Hebu sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa kafara ya damu ya Yesu, kwa kafara ya damu ya Yesu nimenunua watu, kwa kafara ya damu ya Yesu nimenunua watu, kwa kafara ya damu ya Yesu nanunua watu wa kila jamaa, wa kila lugha. Kwa damu ya Yesu nimenunuliwa mimi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaonena mema kuliko ya Habili, damu ya Yesu inaonena mema kuliko ya Habili. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa kafara ya damu ya Yesu alichinjwa, kwa kafara ya damu ya Yesu mwana kondoo alichinjwa kwa ajili yangu, kwa ajili yangu, kwa ajili yangu. Nimenunuliwa kwa damu ya Yesu, nimenunuliwa kwa damu ya Yesu. Kila kafara, kafara ya damu, kafara ya ng'ombe, kafara ya mnyama, kafara ya watu, kwa jina la Yesu haitafanikiwa juu ya kafara Bwana Yesu katika jina la Yesu. Shanda kapala elia mashona baba na nomoso elia makapa na shinda kafara zao, shinda kafara, shinda kafara, shinda kafara, shinda kafara, kafara zao hazina mamlaka juu yangu. Kafara zao riposeketai, kafara zao wanyama rikakataya rabaseketaya hazina mamlaka juu yangu tena. Ripokotaya rabaseketaya rimora makaina, kafara yenye nguvu ya damu ya Yesu imenikomboa. Rikakataya rabatetea riposetea rabakataina rikakatai rabasetete rimora makaina. Kafara zao hazina nguvu kwangu, kafara zao katika jina la Yesu. Riposeketai rabababai ripokotaya rikakataina rikakaseketaya niarapandelia rabakoramande rikoramande katika jina la Yesu. Kafara za wanyama, kafara za ng'ombe, damu ya kuku, damu ya ng'ombe, damu ya mnyama, damu ya mto haina mamlaka, haina nguvu, haina mamlaka juu yangu tena. Ripokotaya rabasetete rikakataya rabaseketaya ramanderia masekete rikakataya mande rabasetete rikakataya rabakoria mande rikakataya rabasetete 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 rikakataya raman rabakoria mande
rikakatana na kaina rikoseketaya rapapapaya rimoseketaya rapainarema rapainaya rikoramande rapatele ramande rikakataya mande rikoseketaya kwa damu mwana kondoo, kwa damu wa Yesu Kristo, kwa damu mwana kondoo rikakataya rapatete nimekombolewa mimi, nimekombolewa mimi riposetaya rapapapai 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ripokotaya rapapapaya riboseketaya rikakataya rapaseteya riboseketaya mande rapakolia mande rikoseketai rapakataina. Hebu sema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila kafara iliyotolewa kila kafara iliyotolewa kinyume changu, kila kafara iliyotolewa dhidi yangu, kila kafara iliyotolewa na ulimwengu wa giza, iliyotolewa na wachawi na waganga wa taifa hili wanaoroga taifa hili, kila kafara iliyotolewa na wenye mamlaka, kila kafara iliyotolewa na wanasiasa, kila kafara iliyotolewa na wanasiasa, kila kafara iliyotolewa na wafanyabiashara wa nchi hii, kwa damu ya mwanakondoo ninatangaza, mimi ni kuhani juu ya nchi ya Tanzania, ninatangaza mfalme wa Mungu wetu juu ya Tanzania, mfalme wa Mungu wetu katika ulimwengu roho, natangaza kila kafara iharibiwe leo, kila kafara ya damu, kafara ya mnyama, kafara ya mtu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu inayotolewa juu ya mito, inayotolewa juu ya nchi, inayotolewa juu ya anga, inayotolewa leo na inajisi kwa damu ya Yesu, na inajisi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu na iteketeza hiyo kafara ya damu, na iteketeza inayompa nguvu Lucifer kutawala, inayompa nguvu kiongozi wa mwili, inayompa nguvu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Shanda kapata eria makapasa sambatisha yo kafala, sambatisha yo kafala, sambatisha yo kafala, sambatisha kafala yake, sambatisha kafala yake. Shanda kapara mama eria masaka mama shanda koboso kututu eria makapasha mama shanda kapasa eria makapasha mama simama sasa, anza kusambaratisha kafala zao, sambatisha kafala zao katika jina la Yesu, na sambaratisha kafala yao, na sambaratisha kafala yao, na sambaratisha kafala yao, rapapapaya rikakataina rapasitaya rikakataya rapaseteya rikoramande rapasekaya rapakataina rapakataina rikoramande rapaseketaya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na yaribu kafala yao, na yaribu kafala yao, haina nguvu tena kwa jina la Yesu. Rapapapaya sema katika jina la Yesu, kila kafara iliyotolewa, kila kafara iliyotolewa, kila kafara na inajisi kwa damu ya Yesu haitakuwa na nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kafara yoyote iliyotolewa na wachawi na waganga wanaozuia hatima yangu, wanaozuia kesho yangu, mimi ni sura ya Mungu, mimi ni sura ya Mungu, sura ya Mungu ya moto rao, na silamba kafara zao, na ramba kafara zao, na teketeza kafara zao. Sema na teketeza, na teketeza, na teketeza, na teketeza, na teketeza kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Eria makapala baba, eria mashamala baba, eria makapala baba, na mlubushamala baba, imashamala baba, na makabara baba, na marasukutu, eria mashamala baba, eria makapala baba, eria mashamala baba, ya mlubushukutu. Hey, mama
kwa moto lao, kwa moto lao, nateketeza na madhabahu zao walizozijenga, nateketeza madhabahu zao walizozijenga kwenye nchi ya tambarare, walizozijenga kwenye milima, walizozijenga kwenye mahandaki. Eria mashanda kapa, eria makapa baba, eria masondurbu, eria makapa baba, eria masakapa, naziaribu sasa, naziaribu sasa, naziaribu sasa, naziaribu sasa, naziaribu sasa, rapa papai, rika baba, ripo shanda baba, rama shanda kataya, rama shanda baba, rapa shanda ribo shakataya, rama shanda baba kataya, riko rama, remende baba, riko shanda kapala, rama shanda baba, rama sokopro soto, rama kapala baba, shanda rama soto, rama shama kapala, rama shama kapala, rama shama kwa nguvu yangu, yangu shama mama, rama shama kapala, rama sokopro soto, rama kapala baba, rama shama kapala baba, yangu sokopro soto, rama shama kapala, rama shama kapala, rama shama kapala, rama shandro soto, rama shama kapala baba, rama shama baba, rama shama kapala kwa damu ya mwanakondoo, yangu sokopro soto, yangu shama mama, rama shama kapala baba, rama shama kapala baba, rama shama baba, yangu kapala baba ndo, yangu shama mama, yangu kapala sokoto, yangu kapala shama mama, yangu kapala sekete, yangu kapala shama mama, rama shama kapala baba, rama kapala baba, rama shama baba, rama kapala baba, rama kapala baba sama, rama shama kapala, kausha kapala zao, kausha damu zao, kausha hizo damu, rama shama kapala baba, rama sokopro soto, rama kapala baba, shanda kapala baba, shanda kapala baba, shanda kapala baba, shanda kapala baba, rama kapala baba, kila kafara iliyoimarishwa, kila kafara rama shama baba, shanda kapala baba ndo, ndo shakape, rama shama kapala, rama kapala baba ndo, rama shama mama, rama kapala baba ndo, rama shama baba ndo, rama shama mama, kwa damu ya mwanakondoo, rama shanda raba, rama shanda lubusutu, rama kapala baba, rakapa natangaza rama shama kapa, ima shando kwa lubusutu, rama kapala mama. Hebu sema kila damu iliyochotwa na wachawi, kila damu iliyochotwa na wachawi na mawakala wa kuzimu, hiyo damu ya Watanzania iliyochotwa ikawekwa akiba, leo naifuatia, naiendea, na inajisi hiyo damu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na hiyo madhabahu ya utekaji iliyowekwa kwenye nchi ya Tanzania, hiyo madhabahu ya utekaji iliyowekwa, leo naiendea na damu yake na kafara yake na sambaratisha kwa damu ya Yesu. Shanda kapaka eria makapa saba, sambaratisha hiyo madhabahu yake, sambaratisha eria makapa baba, yanda kapa saba, yando kopolo soto, yanda kapa baba, yanda kapa baba, yando sokoto eria mashaba kapa baba, eria mashaba kapa baba, yanda kapa baba, yanda kapa baba, eria mashaba, eria mashaka baba, eria mashaba baba, eria makapa baba, na sambaratisha eria makapa, teketeza wote eria mashaba, eria mashaba baba, yando sokoto eria makapa. Omba
Imama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Sema kwa damu ya Yesu, kila kafara iliyowekwa na adui zangu, kila kafara iliyowekwa na adui zangu, kila kafara iliyowekwa na adui zangu, iliyotolewa kwa mashetani, iliyotolewa kwa Lucifer, iliyotolewa kwenye madhabahu zao, na vunja leo, na bomoa leo, na teketeza leo, na vunja leo madhabahu zao na mazao zao, na vunja kwa jina la Yesu. Emsema na vunja, na vunja madhabahu zao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe joka, ewe joka, ewe joka unayenyonya damu za Watanzania, ewe joka, ewe joka, joka wa Tanzania, joka mtawala, joka mtawala, na kujia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na kuponda, na kuponda, na kuponda madhabahu yako, na ponda damu yako, na ikausha, na kausha, na kausha hiyo damu inayokuimarisha, inakausha hiyo damu inayokupa nguvu, na ikausha kwa damu ya Yesu. Haleluya, amen. Emsema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nimeshinda, nimeshinda. Haleluya, amen. Rekaba shamana mama sititi iriya bala shamana mama imoro boshindili biribi sandara bakabaraba sheke paraba sititi. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu nimeshinda, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu nimeshinda. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wako. Ewe joka, tunakushinda kwa damu ya Yesu. Ewe joka, tunakushinda kwa damu ya Yesu. Sema tena, joka, tunakushinda kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Sababu ya kafara, kwa nini wachawi au mawakala wa kuzimu huwa wanahitaji damu? Ni kwa sababu zifuatazo. Jambo la kwanza, ile damu huwa inaoimarisha au inawapa nguvu. Umenisikia? Umenisikia? Kwa hiyo mashetani wakipata damu wanaimarika. Yaani wakinywa damu ya mtu, uwezo wao au nguvu yao kutokea kwa Lucifer inakuwa kubwa. Umenielewa? Umenielewa? Kwa nini? Ndani ya damu kuna uhai. Maana yake ni sawa amekula uhai wa mwingine, kwa sababu damu ndio inayosafirisha uhai wa mwili. Na ndio maana Mungu alikataa tusile damu, kwa sababu anajua ndani ya damu kuna uhai. Shetani akitaka ameze mtu, anachukua damu yake. Damu huwa imebeba uhai wa mtu. Umenisikia? Umeelewa? Kwa hiyo ukisikia jamani, siji shetani mtu amemchukua damu. Hebu sema damu. Kwa hiyo kama wakifanikiwa kuchukua damu ya mtu, wanaweza akawa naye yuko Sumbawanga, ingawa nyinyi hapa mnaona mpo, lakini ashamchukua. Umenielewa? Na ndio maana kwa rahisi kumtengenezea ajali mtu yule, kwa sababu damu yake ishachukuliwa. Unanipata? Sasa wakitaka pia kuichukua familia, wanaangalia kwenye ukoo, sababu ukoo unakuwaga na damu moja. Umenielewa? Inaangaliwa ukoo na kuzimu sasa, kwa sababu anajua wote sisi ni wa ukoo wa Adamu. Kwa hiyo kama wakitaka kumroga mama, wakichukua tu damu ya Hawa, mwanamke yote tu ni damu ya Hawa, wote umetokea huko, damu ya Adamu. Unapewa jina tu. Jina la nani? Adamu. Jina la nani? Hawa, kama hawakujui jina.
ila kama wanakujua. Na ndio maana mtu mbaya kuliko wote, Yesu alisema adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake. Maana yake wale ambao mnashare bloodline, mnashare damu moja, wale ni hatari sana, kwa sababu ni rahisi kukuuza, ni rahisi kukuuza. Umeelewa? Haleluya. Sio kama nanielewa. Tunaelewana? Tunaelewana? Nimekwambia sababu kwa nini wachawi na hawa mawakala wa kuzimu wanapenda kafara za damu. Chakula cha shetani ni nyama ya mtu, na nyama ya mtu tangu akiwa mbegu za mwanaume ni damu. Yaani mtu naye niona mimi hapa ni matokeo ya damu, wewe ni matokeo ya damu, wewe ni matokeo ya damu. Umeelewa sasa? Kwa hiyo ndani ya mbegu za mwanaume huwa kuna damu. Kwa hiyo ni damu tu zinazotengeneza mtu mpaka akawepo naye muona huyo. Umeelewa ndugu zangu? Mwili wa mtu umejengwa na nini? Na damu. Na ndio maana mtu akifa, jambo la ajabu linalotokea ni kwamba damu huwa inakauka. Yaani inakauka. Umenisikia? Huu mwili unabonyea bonyea hivi kwa sababu na nini? Una damu. Damu ikiondoka, yani mtu akifa na damu nayo inapotea. Kwa sababu kama isingekuwa inapotea, wangekuwa wanawanyonyea, tusingekuwa wale wanaokufa tungekuwa inachotwa ili mtu akija kulia jamani hana amepungukiwa damu wanamwekea. Ila kuonesha kwamba akifa yani amekufa na damu yake. Yani akifa amepotea. Ndio maana utagundua kwamba mtu akifa damu yake huwa haipo tena. Damu inayeyuka, inasepa. Kwa nini? Uhai wa mwili uko kwenye nini? Kwenye damu. Damu kama damu ni uhai. Hebu sema ni uhai. Kwa mashetani wanachokula, wanakula nini? Damu. Na nielewa ndugu zangu? Unaelewa sasa? Kwa hiyo utagundua kafara zote, akwambie lete kuku, akwambie lete mbuzi, akwambie lete ng'ombe, anachokiangalia pale ni nini? Damu. Na ndio maana Yesu anasema hivi, sisi damu za fahari, damu za ng'ombe, damu za mbuzi, damu za wanyama zilishindwa kutuondolea dhambi sisi, kwa maana ya kwamba zilishindwa kutununua kwa Mungu. Umeelewa? Zilishindwa kutununua kwa nani? Bei alionayo Mungu ni kubwa kiasi kwamba hakuna damu ya mnyama inaweza kununua. Isipokuwa sasa ikabidi amwage damu yake ya kumnunua mtu ambaye shetani ameshamnunua kwa kafara zake za damu. Umeelewa? Tusome Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9. Sikiliza hivi. Biblia inasema hivi, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Twende. Kwa kuwa ulichinjwa. Hebu sema, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila. Amenunua watu kwa kutumia nini? Huyu alichinjwa akamnunulia Mungu kwa kutumia nini? Kwa naongea na kirani sinyie au? Muitikie basi. Kwa hiyo kinachonunulia hapo ni nini? Damu. Kumbe akipatikana mtu wa kutoa kafara ya damu kwa mashetani, unaweza kununuliwa. Unaweza ukanunuliwa kama bado haujanunuliwa na wewe kwa damu. Mimi wanapokuja kuangalia kwangu, yani
wakitoa kafara ya kutosha juu yangu mimi, ile kafara inakosa nguvu. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho naonekana mimi nishanunuliwa tayari, na kuna damu imeshamwagika tayari, yani kafara yake ina nguvu kuliko hiyo ambayo unataka kuitoa. Ulimwengu wa roho unaonekana nishafanyeje? Nishanunuliwa. Na ndio maana sisi pia tunaitumia damu ya Yesu kununua waliochukuliwa, wale ambao walikuwa bado hawajanunuliwa. Mnaelewa? Kwa sababu wewe sasa hivi hawezi kukununua. Kwa nini? Kafara ya Yesu Kristo inaonekana ina nguvu sana kwenye ulimwengu wa roho. Sasa si tushahama tena, tushahama kwa sababu tayari tunajua na damu yake tunayo sisi. Umeelewa? Kwa hiyo tunakuwa tunatumia, ndio maana unaona tunaomba, tunakausha kafara ya mashetani. Kafara ya nini? Maana yake mashetani, si unaona wewe umeokoka ila kaka yako hajaokoka. Wewe umeokoka ila mjomba hajaokoka. Na yule ambaye hajaokoka maana yake ni Mtanzania mwenzako, na wanaweza wa kumnunua sasa. Yaani joka akitoa kafara ananunuliwa, na ushangaa jamaa kafa. Jamaa kafanyeje? Ila mlinzi wa taifa ni wewe. Mlinzi wa nyumba yako ni wewe. Mlinzi wa watu wako ni wewe. Umenielewa? Kwa hiyo ile kafara iliyotolewa kwenye familia inataka imchukue kaka. Mimi niko pale nasema hiyo kafara na ikausha. Hiyo kafara na iharibu. Umeelewa? Wakati huo usiwaze kuhusu pia kafara tu ya mwili ya wanyama. Watu waliwahi kutoa mpaka kafara ya mtu akatoa mtu, yaani anatoa mama yake, anatoa kijana, anatoa nini. Sio, umeelewa? Sasa kiongozi wa kisiasa anapokuwa juu ya nchi, wale watu wanakuwa ni mali yake, wanakuwa wako chini yake. Umeelewa hapo? Hawa Tanzania mnanielewa? Kwa hiyo akitaka kutoa kafara, unaweza ukashangaa analoketa Mbeya, chukua nyumba mtaa huu. Kwa nini? Wote mko chini yake. Kwa hiyo kama amewekwa na mamlaka za giza, kila mamlaka mwanangu, kila madhabahu iliyokuweka inahitaji sadaka, inataka kafara. Umeelewa? Na ndio maana maandiko yanasema hivi, damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ni damu ya mjumbe wa agano jipya inayonena mema kuliko ile ya Habili. Yaani hii damu inanena, hebu sema inaongea. Kwa maana ya kwamba ni kafara inayozungumza. Hii kila saa inakuwa inatupigania, inazungumza, acha huyo aishi, aende huyo, acha huyo aishi, amekombolewa. Kunena mema ni kwamba inatangaza haki ya Bwana juu yetu. Umenielewa? Inatangaza haki ya Bwana juu. Ndio maana hata ukikosea, ukisema kwa damu ya Yesu, Baba nitakase kwa damu ya Yesu, haraka inarudishwa haki yake. Mungu anaweka haki yake pale. Unanipata mwanangu? Kwa hiyo sasa, wachawi au wasoma nyota, watu ambao kwenye ulimwengu wa roho wana mamlaka, ambao kwenye ulimwengu wa roho wanafanyaje? Mamlaka zao zinaimarishwa na damu wanazozitoa kwa joka au Lucifer mwenyewe. Na hasa, hebu sema mamlaka yao inakuaga na nguvu anapofanikiwa kutoa damu ya mtumishi wa Mungu. Damu ya mtumishi. Ndio maana unaona yule joka anashindana na yule mwanamke ambaye ana mimba anataka jifungue. Na mwanamke alipozaa mtoto, joka naye akataka pia amue na nani? Na mtoto. Maana yake nini? Angefaulu kuua hii damu, kiti chake kingekuwa na nguvu. Bahati nzuri, ashukuriwe Bwana Yesu, ni kwamba yule mwanamke akapewa mabawa ya kuruka juu. Akaenda mahali ambapo joka hawezi kufika. Kuna mahali ambapo joka hafiki mwanangu. Juu sana, hebu sema juu sana. Huko juu sana ndo alipopata kichapo, akashuka chini.
Kwa na sisi tunapokuwa tunapigana vita, tunakuwa ndio maana unasikia nasemaga si mimi bali Kristo yu hai. Kristo anakaa wapi? Juu sana. Umeelewa? Yaani ni kama tai. Tai anavyomshinda nyoka. Yaani tai ni ndege, anavyomshinda nyoka. Unajua anachokifanya? Wakikaa hivi wakazipanga hivi kwenye nchi, nyoka atamua tai. Ila anachokifanya tai anamvizia. Umeelewa? Unamwona kabisa ni mfalme wa Uajemi au mkuu wa giza wa Uajemi au ni mkuu wa Tiro. Yaani unampa jina la rohoni. Lile jina la rohoni linakusaidia kumpiga vizuri. Umeelewa wewe? Umeelewa? Kwa hiyo na unapomrudisha kwenye uwanja wako, wewe ni rahisi kumchakaza. Hebu sema kwa damu ya Yesu ninawashinda wote kwa damu ya Yesu. Rudia tena, nashinda wote kwa damu ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Sasa umeona, nataka nikuoneshe kwamba damu hii imenunua watu wa kila lugha na kabila. Nani? Ila wananunulia kwa kutumia hela gani? Kinachonunua hapo ni nini? Hebu sema, na wanunua ndugu zangu wote kwa damu ya Yesu, waliotolewa kafara, kafara ya kifo. Ametolewa kafara, kafara ya kifo, kafara ya kifo, kafara ya kuchanganyikiwa, kafara ya kukata tamaa, kafara ya kuvunja ndoa. Hebu sema, na wanunua kwa damu ya Yesu. Na wanunua kwa damu ya Yesu. Nanunua kazi yangu kwa damu ya Yesu. Nanunua biashara yangu kwa damu ya Yesu. Watu wa kila kabila, wa kila lugha, wa kila jamaa, wa kila taifa, na wanunua wa Kenya kwa damu ya Yesu. Nanunua Waganda kwa damu ya Yesu. Nanunua wa Tanzania wote kwa damu ya Yesu. Nanunua kwa damu ya Yesu. Haleluya. Umeelewa? Niendelee au tuishie hapo? Kusikiza wewe. Tuendelee. Sasa nimekwambia sababu moja wapo kwa nini wanatoa damu, yani kwa nini, yani tunaendelea na maombi yetu. Haya maombi mpaka tunakuja kuyamaliza. Kila kona tutakuwa tushawafikia, kila kona. Kila kona, kila kona. Umenisikia? Mashetani wana kawaida ya kuweka akiba ya damu. Akiba ya nini? Akiba ya nini? Jamani, Shetani alitoka mbinguni, yani alitoka mbinguni kwa sababu alishushwa. Sema alitoka, alishushwa, hebu sema alishushwa chini. Kutokea mbinguni akaja kwenye nchi. Huku kwenye nchi alikuja na karibu na mifumo yote ya Mungu anaijua. Umenisikia? Umenisikia? Mfumo ambao anashinda watakatifu wa Bwana ni kujifananisha nao alafu akawageuka. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo anakuwa ni adui wa ndani. Hebu sema adui wa ndani. Yaani adui wa ndani anakuja anafanana kama mrokole mwenzako. Anakuja anafanana kama mwana wa Mungu mwenzako. Ndio ile nikakuonesha juzi. Unaona, tumeona kabisa ni nabii. Nabii, mtumishi wa Mungu huyu. Ila ni wa uongo. Ila kuhusu nabii ni nabii. Uongo utajua baadaye. Na itakuchukua muda sana kugundua alikuwa wa uongo. Ni muda. Hamna muongo anayejulikana haraka haraka. Kila muongo anaanza kuwa mkweli. Umenielewa? Lakini nyuma yake ni mchawi alafu ni nabii. Kwa hiyo
ana kawaida ya kuvaa sura yenu kwanza, ajifanye ni ndugu yenu, ajifanye ni jamaa yenu, rafiki yenu, ili nini? Awabomoe kutokea ndani, na akiwa ndani yenu, akiwa kwenu, atakachokifanya atajaribu sana aibomoe madhabahu mnaoijenga. Moja hapo ya sira atakayoitumia ni kuwachafulia usemi. Unashangaje nyewe mnakomaa mnasemana, huyu anamsema huyu, huyu anamsema huyu, kumbe jamaa ndio limo mle ndani linawachafulia usemi wenu. Msielewane ninyi kwa ninyi, mtofautiane nyewe kwa ninyi. Huyu asimuelewe, huyu asimuelewe huyu. Nini? Ameshaingia, ni joka kaingia ndani, anapiga kutokea ndani. Unielewa nyie? Umeelewa? Kwa hiyo anavaa sura. Ndio maana maandiko yanasema hivi, hata malaika wa giza, yani shetani mwenyewe, hujigeuza kuwa malaika wa nini? Wa nuru. Kwamba anaweza akajigeuza kabisa kusema huyu nimetokewa na malaika, kumbe joka. Wewe nimemwona Mungu jamani. Joka ndo kakutokea, alafu sema nimemwona Mungu. Nini? Kajigeuza sura, kajigeuza umbo, na alivyojigeuza akaonekana kama mtu wa kawaida vile vile. Leo mwanangu, tunamwendea kwa jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu, kiumbe yeyote wa rohoni, kiumbe yeyote wa rohoni, awe joka, awe msaidizi wake, awe joka anayeishi ndani ya mtu na anafanya urafiki na watu wa Mungu, anafanya urafiki na kiongozi. Leo ni leo, namshambulia kwa damu ya Yesu. Navunja madhabahu yake, navunja madhabahu yake, navunja madhabahu yake, nateketeza na kafara yake katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo ni muhimu kuyajua haya, ili unapoma. Nataka tukimaliza maombi, kila mahali wale wamekula kichapo chetu, tunawadhofisha kila mahali. Shida ya waamini wengi, anaamini nusu, yani ni kwamba anabakishwa tu pumzi ya kupumua, anakuwa tu anapumua basi. Ila ndoa wameipiga, wamepiga biashara, wamepiga kazi, huku kwenda amebakisha tu kule kupumua na kwenda kanisani. Sisi sio wa hivyo, sisi sio wa hivyo, sisi sio wa hivyo. Hebu sema kwa jina la Yesu, natoa kabisa mateka yangu yote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakuna ndoa itakayopigwa, hakuna biashara itakayopigwa, hakuna uchumi utakaozorota kwa damu ya Yesu. Na nikimaliza mambo haya, nitakuwa nayo kwa jina la Yesu, nitakuwa na ushindi mkamilifu. Haleluya. Na kama kweli unaomba kwa moyo wa kweli wa dhati, mimi nakwambia tukimaliza kila mtu atakuwa na ushindi mkamilifu. Umenisikia? Umenisikia mwanangu? Utakuwa na ushindi mkamilifu. Wanangu nisikilizeni. Moja ya mambo wachawi wanaohangaisha sana ni kwamba mtu akienda kuroga, anachoweza kufanya ni kuongea maneno. Kwa actually uchawi ni maneno. Uchawi ni nini? Uchawi ni nini? Yale maneno yanayoongewa kabla ya tukio yana maana sana kuliko baada ya tukio. Maneno yanayoongewa yana maana sana, yale ya mwanzo yanayoongewa kabla ya tukio yana maana sana kuliko yale baada ya tukio. Umenielewa? Mtu ukikutana na mtu akakwambia utaona atakayokutenda, utaona, hayo yana maana sana kuliko ambaye ashakutenda akamwambia si umeona. Yale utaona, yani bado tukio lenyewe yale yana maana sana. Kwa mfano kuonesha, ona Daudi anapigana na Goliati. Wameanza kwenye kujibishana maneno kabla ya vita yenyewe. Goliati akasema, yani mimi mmeniona kama umbwa,
mniletea kaka bwana mdogo. Daudi naye akagongelea msumari mule mule, akasema huyu Mfilisti asiyetahiriwa, huyu Mfilisti asiyetahiriwa. Hilo neno Mfilisti asiyetahiriwa ni tusi kubwa. Kwa ni saa ni laana, tuseme kwa Wayahudi ni laana kubwa. Umenielewa? Akasema huyu asiyetahiriwa aliyeyatukana majeshi, ametukana jina la Bwana wa majeshi. Yaani ametukana nani? Majeshi ya Mungu. Amelitukana jina la Bwana wa majeshi. Huyu nani ambaye anamtukana Mungu? Umenielewa? Na akasema nitakichukua kichwa chake mikononi mwangu. Vita bado, yani hawajaanza kupigana bado. Wewe ungesema yule ana majigambo, ana majivuno. Wewe ndio unayefikiri majivuno. Mwenzako ndio vita yenyewe. Kwa sababu vita ni ya rohoni na maneno ndio roho. Oya, mnasinzia au mnatafakari? Narudia tena, maneno ndio nini? Roho yenyewe. Kwa hiyo ukisikia mtu anakuchakaza, ndio maana kwenye watu wa kuwaogopa mnaogopa wanaoomba. Achana naye anajibalaguza afu haombi. Mtu anayeomba usiku kucha analala na fiatua tu maneno. Kwa hesabu za Mungu hakuna neno ambalo halina hesabu. Na hakuna neno ambalo haliwajibiki, halitoi matokeo kwenye ulimwengu wa roho. Kila neno linajibu. Umenielewa? Kwani ukisikia mtu ameshindwa kuomba ni kwamba amechoka tu kuzalisha maneno. Kuzalisha maneno. Umeelewa wewe? Sawa sawa? Na ndio maana unaona tunalazimika kukesha ili tuongeze kufyatua maneno mengi. Na mimi nikwambie pia, na anayetoa muda wake na kesha naomba, hamtakuja kulingana kwenye maisha. Hamtakuja. Labda wao wanakosea tu masharti na ila hamwezi mkalingana. Hamwezi mkalingana. Ni sawa sana mtu anayerogaga sana. Yaani anayero manaka anajenga madhabahu nyingi sana. Umenisikia? Hawa watu wananielewa kweli? Umeelewa? Yesu anasemaje? Maneno ninayoongea mimi haya na yale niliyowaambia ni roho, tena ni nini? Ni uzima. Kumbe haya aliwaambia wapi? Maneno aliwaambia wapi? Yale aliyokuwa akisikia anawafundisha. Mengine walikuwa wanaenda naye wanamsikia anaomba. Umenielewa? Maneno unayoyaongea ni roho, tena ni uzima mwanangu. Sawa sawa? Ndio maana kila neno linalotoka kinywani mwako lipigie hesabu. Ni ama, kwa sababu ni ama ni uzima, umetoa uzima au umefyatua mauti. Tazama, nimeweka kwenye kinywa chako uzima na nini? Uzima na nini? Na mauti. Alafu akasema chagua nini? Na kila apendaye atakula matunda ya ulimi. Hapo ni anayependa sasa. Kwa hiyo aliyependa ni kwamba anajua jua vya kuongea, jua nini sio vya kuongea kuhusu wewe. Umenisikia? Yaani wewe na rafiki yako anakuita muangalie ile kuku yangu, yaani wewe anakuita na umekubali wewe kuku. Lile neno kwenye ulimwengu wa roho linageuza, kwa sababu tangu asili Mungu alipoanza kutoa maneno ndio yalikuwa yanaumba dunia. Hawa watu wananielewa? Lile neno kiliacha bila kugeuza, baada ya muda itakugeuza kuwa kuku kweli. Goliath akajichanganya. Wakati Daudi anamwambia hivyo, Goliath akajisemea, anasemaje? Jamani, yani mmeniona pumbavu kabisa, yani mniletea kadogo. Kwa mimi mmeniona umbwa. Kile kitendo tu cha kujisemea ameona umbwa, ulimwengu wa roho kamgeuza kuwa umbwa. Na ndio maana Daudi akamwendea, hakusubiria Goliathi aje. Daudi akamwendea.
akamshukia. Nini? Anajua anaenda kupigana na umbwa, na hii umbwa kichwa chake itakuja nacho. Umeelewa? Kwa hiyo ulimwengu wa roho mwanangu unapigwa kwa maneno. Haya, waza kama Yesu sasa. Yesu ameambia Bwana, rais wa nchi anakutafuta, Herode. Yesu akaambia, nisikilizeni, huyu mtu hata kama ameshaweka polisi kunishika, hawanishiki. Yeye akaambia, kamwambieni huyo mbweha. Ungewaza sawa, kwa nini usingebaki nalo moyoni? Wewe moyoni ujue kwamba kweli ni mbweha. Moyoni. Sasa kwani kuna haja gani ya kuongea watu wasikie? Kamwambieni yule mbweha. Maana yake ulimwengu wa roho unapigana kwa maneno wanangu. Umeelewa sasa? Kwa hiyo unaposema ninafyeka, nimeua, mimi nakwambia kweli ashakufa. Ashakufa. Sisi wewe nini ambacho huamini? Siku moja sema Yesu ameenda akataka matunda kwenye mti. Na ulikuwa si majira yake ule mti kutoa matunda. Yesu amefika pale anataka matunda, hakuona. Akaujibu akauambia, kuanzia leo mtu asiokote matunda kwako. Yani mtu asiokote matunda kwako. Kuanzia leo. Kesho yake wameenda akakuta amefanyeje? Ushanyauka. Ila leo alipousemesha saa zile hata ukunyauka, mtu ulikuwepo vile vile. Ndio maana kesho yake sasa kina Petro anauliza, hivi kumbe jana ndio ulikuwa unaua vile? Yaani ndio ulikuwa unaua hivi? Mti mzima kabisa ambao kila siku kila ikifika Januari tunachukua matunda kwenda kuuza sokoni. Ndio umeua hivyo yani. Maana yake ongea mwanangu, ukishaongea umemaliza. Umenielewa? Zungumza, ukishazungumza umemaliza. Mungu anamtokea nabii Ezekiel. Anamwambia mwanadamu, itabirie mifupa hii ipate kuishi. Yeye anamwambia Ezekiel, ongea. Ukiambia hii mifupa iishi, inaweza kuishi. Ezekiel alivyoangalia, akaangalia kwa macho ya kawaida, hayawezi kuishi. Mungu akamwambia tena, wewe ongea bwana. Achana wewe ongea. Na alipokuwa akiongea, anashangaa kweli mifupa inakusanyana. Jambo ambalo hajawahi kuliona kwenye macho ya kawaida. Anaona mifupa inatokea kuna kusanyana, inakuja inaunganikana. Unapoongea mwanangu, kuna jambo linatokea kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana hakuna mchawi analoga mtu bila kuongea. Heti nimekupaka dawa, hamna cha dawa. Zile dawa nakupaka na maneno juu. Kwa hiyo sasa umepakwa maneno. Dawa yenyewe inakuwa ina maneno. Ndio maana hakuna daktari anayekupaka dawa chukua tu. Lazima akwambie na maelekezo. Maneno, lazima maneno. Umeelewa lakini? Kama sipokuambia anayaandika pale pale kwenye karatasi. Umeelewa? Hebu sema katika jina la Yesu. Leo tena na washambulia na maneno yao na yafuta, yawageukie wao, yawarudie wao katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo jifunze kuamini maneno yako. Ukishaongea imeisha. Ukiongea imeisha. Ni sawasawa Mungu ambavyo hajipingi kwa neno lake. Mungu alisema miaka 700 kabla Yesu hajazaliwa, akasemaje? Kwa kinywa cha nabii Isaya anatabiri, anasema mtoto kwa ajili yetu, mtoto amezaliwa. Hajasema atazaliwa. Hajasema atazaliwa. Amesema mtoto amezaliwa. Ikaenda mwaka wa kwanza, mbona hatujazaliwa? Wewe unasema amezaliwa. Mwaka pili, Mungu akishasema wewe subiria tu, itakuja. Umenielewa? Akiongea wewe subiria, inakuja. Sasa Mungu anaongea kwa kinywa chako.
unapokuwa unaomba, Mungu anazuka tokea makao yake makuu, anakaa ndani yako na anaanza kuongea. Na ndio maana kadri unavyoomba sana, unajikuta umehama kwenye ubinadamu. Sio wewe tena, ni Mungu ameshaingia, anakuwa anaongea juu ya nchi, anazungumza kwenye nchi, anajenga vitu, anaumba vitu ambavyo havipo Tanzania, anaviweka. Umeelewa? Sawa sawa? Amini hayo na yatendee kazi. Sasa tusome sasa, nikuonesha. Jana nilikuonesha kwamba madhabahu zinazojengwa, kila madhabahu inayojengwa inaamua aina fulani ya majibu. Umenisikia? Yaani nyewe warokole wa ajabu kweli. Samani na kama kuna warokole hapa wa ajabu kweli. Mimi nakuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya, hicho kiumbe kipya ndo wa kwanza kukutana Rufaa. Rufaa wameiweka mstari hivi. Viumbe vipya hivyo. Alafu vinaenda kuchomwa sindano na muhuni anayekula anavuta sigara, alafu ndo aje kuatibu. Anakunywa pombe kidogo, alafu ndo aje. Unagundua nini? Unagundua shetani anatumia mbinu kuwaingizia kwenye mikono ya adui. Na hii ni kwa sababu ya uzembe walionao hawa warokole, kuamka waongee. Wakati adui zao wanawanenea maneno kila siku mabaya, kila siku. Wewe ni mzembe, hata kuamka uzungumze maneno fulani unashindwa. Matokeo yake lazima akupeleke ukakutane na wakala wake halisi. Mwingine akikuchoma ni ana pepo. Ukumbuka ana pepo, sababu hawezi kwenda kulewa kama hana pepo. Analewaje kama sio pepo? Anavutaje sigara kama sio pepo? Umenielewa? Huyo ndo anakuja kukuchoma jafe sindano. Kuna usalama hapo? Kuna usalama hapo? Kwa hiyo ndio maana akwambiaje, kadri unavyoomba mwanangu, mkono wa adui unachengeshwa na wewe, yaani unakuwa mbali na wewe. Kadri unavyolegeza kamba, adui anakusogelea hivi. Imeandikwa, mkaribieni Bwana, mpingeni ibilisi naye atawakimbia. Mkaribieni Bwana, mpingeni ibilisi naye atawakimbia. Ukiniona mimi kwa mambo kwa shughuli nyingi ninavyokuwa na siumwi kwa sababu niko karibu na Mungu. Siku ukitoka tu kidogo, Rufaa haitatosha, sio atakupeleka ya wapi? We kila siku unabwengua watu, maana unaingia kuzimu, natoa watu, maana siku ukitengeneza kamlango kadogo akawa na wewe, utaelewa atakachokutenda. Wanakuachia gepu ndogo kama ya Ayubu wa zamani. Wanaacha mikukongoroa hivi kweli. Umeelewa? Yule Ayubu yeye hakujua kwamba mpingeni ibilisi naye atawakimbia. Yeye tu kamwache ibilisi mpaka akaingia ndani ya nyumba yake, yaani wanaabudu na yeye yumo. Uwe makini. Sawa sawa mwanangu yaani nawaambia kabisa, kama mtu haombi, kwa nini Yesu alikuwa ni Mungu alafu anaomba kila siku? Yesu ni Mungu, si ni kweli? Sio mbegu ya mwanadamu ile. Ni kwa uwezo wa Roho ikashushiwa mle ndani akazaliwa kama mwanadamu. Kwa nini aliomba kila siku? Yesu Mungu. Ndugu yangu, kishakuwa kwenye mwili, unayekutana naye usimwamini. Waliomkaribisha Yesu mjini au wakuu wa dini, alipokuwa anaenda kuwabatiza wengine, akaona na wao wanakuja, ila kwenye ubatizo pale ugumbuke kuna roho pale. Walipofika tu kwenye kisima cha ubatizo pale kuna nini? Kuna roho. Kwa sababu roho Bwana yuko juu ya Yohana, roho yuko ametanda pale. Kuchungulia Yesu hawa waliokuja na nguo na wanda, sitaki kubatiza majoka. Nyie ni nyoka. Umeelewa? Wale waliompa hifadhi akamwambia karibu sana na nini, siku hiyo wamemkaribisha wao wenyewe.
Mimi nikwambie usiamini mtu. Ndio maana ukifyatua, maneno unayoongea ni roho. Ukiwa unafyatua sana rohoni, vitu vinajidhihirika mwili. Yaani utajua tu, kila anayekuja utajua ana nia nzuri au mbaya nini, utajua. Hebu sema kwa damu ya Yesu, kila mwenye nia mbaya katika jina la Yesu na aumbuke kwa jina la Yesu. Sema tena, aibike kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa si kama mnanipata warau, naongea na wewe. Wanangu, niwakumbushe jambo. Tuko hapa duniani kutimiza makusudi tuliandikiwa na Mungu. Sawa sawa? Sawa sawa? Narudia tena. Tuko hapa duniani kutimiza makusudi ya nani? Ya Mungu. Moja ya mambo ambayo Mungu anataka tuyatimize yakiwepo, jambo la kwanza, ikiwa anakaa ndani yako, Mungu ni Mwokozi, anataka uokoe ndugu zako, uokoe na watu wengine. Umeelewa? Mungu ameweka makao ndani yako, wasaidie wale wanaotolewa kafara kila siku. Kuna familia haina maombi kama nilionayo. Wao kila siku wanazika shangazi, mjomba, wanazika shangazi, na wao wanatafuta msaada, hawana. Watu hao watakapokuona wewe wakakuijia, ugeuke kuwa madhabahu ya Mungu, wasaidie. Umenielewa? Umenielewa? Na ndo nia ya Mungu akuandae iwe hivyo. Wale ambao wamelogeka, yani wamelogwa na hamna msaada, wakija kwako wakutane na Mungu, na Mungu awe mikono yako, awashika, wanyanyue tena, awatoe kwenye maangamizo yao. Umenielewa? Hiyo ndo mission ya kwanza ya Mungu. Kwa hiyo mambo mengine yanafuatia, ila kubwa sana ni hilo. Kubwa sana ni hilo. Unaweza ukaa kwenye familia, hata nyumba ya kuonesha hauna, ila ndo una uzima wa familia. Hata kanyumba ka kuonesha wewe, kanyumba kangu ni haka, hata ila wewe ndo mwenye uzima wa nini? Wa familia. Unanipata? Unanipata? Mungu anaangalia misheni yake, yani kusudi lake zaidi kuliko mambo mengine ya ziada. Sawa sawa? Hutaenda kule ulizwe eti kwa nini ukujenga gorofa? Gorofa? Utaulizwa kwa nini mdogo wako alikufa na ulikuwepo. Utaulizwa ndio. Sasa hivi tuongee jambo la kawaida, sio? Kama mtu tu akifia nyumbani, na hicho kifo hajakielewa, labda alikuwa na jeraha. Yeye ndio labda ni amekufa akajigonga kwenye kichwa, ikawa na ulikuwepo nyumbani. Polisi watakuelewa kwamba alijigonga. Huyu kapigwa lungu. Maana yake kama tu serikali ya mwilini, yani lazima kuchukulie hatua. Je, ya mbinguni? Wewe ndo msimamizi. Wewe Mungu ameweka uzima ndani yako. Sawa sawa? Sasa wakati shetani anawajengea madhabahu ya kuwamaliza ndugu zetu, na sisi tunazibomoa madhabahu zake. Tunabomoa madhabahu zake. Wakati anajifanya ndo anataka waibukie, waambia no. Kwa sababu si hatujiombea, tushashinda. Si tushavuka. Ndio maana haumi wendi hata bima kama na warudishie. Hatuna mpango. Hafi mtu, si tushavuka huko. Ndio maana tumebakia, tumegeuzwa kuwa silaha za Mungu sasa. Tusaidie wale ambao Mungu anataka tuwasaidie. Kuna wale ambao Mungu anataka tuwasaidie, alafu kuna wale ambao Mungu anataka wafe. Wewe ndo silaha ya Mungu. Umenielewa? Hata ungempa chochote, ungempa mioyo yote Mungu, asingekubali kumwacha Farao aishi. Asingekubali. Asingekubali kumwacha Herode aishi. Asingekubali. Asingekubali kumwacha Goliati aishi. Asingekubali. Kwa nini?
Kuna wale wachache ambao wanatakiwa wafe, wale wenye mamlaka juu ya watu wa Mungu. Umenisikia? Yaani wao ni waagiza, ila wamekuwa na mamlaka juu ya watu wa nani? Wa Mungu. Watanzania wote ni watu wa nani? Ni watu wa nani? Ni watu wa nani? Ndio maana kama kuna Mtanzania ni mshirikina, niliona mama mmoja amemfunga kamba mtoto. Sasa nikamuuliza, hii kamba umemfunga ya nini sasa? Yaani kizazi hiki unamfunga kama vihirizi vya zamani. Umenielewa? Umenielewa? Ndio maana Mungu akipiga anapiga mpaka mtoto. Yaani anaua mpaka kizazi. Kwa nini? Tayari ashaona kina virus fulani itakuja hii. Itakuja sio yani hii itakuja iondoe ule ile neema ya Mungu juu ya familia au juu ya Watanzania. Na ni hatari sana kama tukiongozwa na watu ambao wanagiza juu yao. Hatari sana. Ni hatari wanangu. Ndio maana sasa Mungu amekuweka kuwa nuru ya ulimwengu ili unapoanza kuongea maneno yako yanatoa nuru ndani yake. Unapoanza kuongea unakuwa unatengeneza nuru kwenye biashara, kwenye mifumo, na tengeneza nuru kwa damu ya Yesu, na tengeneza nuru. Omba. Ukiwa unaomba hivyo, maneno nimewambia hayapotei. Sayansi yenyewe inasema hivi. Sayansi inasema hivi. Energy cannot be created nor destroyed. Yaani energy, nishati, haiwezi kutengenezwa na wala haiwezi kuharibiwa. Umenielewa? Kwa maana ya kwamba jua kama lile pale, unaweza kulitengeneza, unaweza kuliharibu. Sauti unaweza kuitengeneza, unaweza kuiharibu. Isipokuwa unaweza ukabadilisha, yani ukalibadilisha jua kuwa kwenye nishati nyingine. Yani nikachukua jua nikalibadilisha likawa umeme. Nikachukua upepo nikaubadilisha ukawa umeme. Inawezekana. Umenisikia? Nikachukua moto nikaubadilisha ukawa umeme. Inawezekana. Ila kutengeneza moto kama moto ambao ndio ume wako kutengeneza huwezi. Kuharibu moto huwezi. Halo? Umenielewa mpaka hapo sasa? Kwa hiyo unapokuwa unaongea, angalia, ndio maana maandiko yanasema vinywani mwenu hutoka nini? Moto. Vinywani mwenu kunatoka nguvu ambayo huwezi kuiharibu wala kuitengeneza. Kwenye kinywa chako inatoka nini? Inatoka nguvu ya asilia ya Mungu ambayo huwezi kuitengeneza wala kuiharibu. Yaani ukiona tu mtu mwenye kiburi si anaongea, ogopa sana mtu anayeomba. Achana wewe mwenye njonjo. Ni swala muda, mpe mwaka mmoja aone kama hateketei. Umeelewa sasa mwanangu? Ila keep praying. Na kuomba ni kuongea. Kuomba nifanyeje? Hata anayeroga anaongea. Anayeongeaga sana anakuwa na mamlaka kubwa mno. Yaani kwenye ulimwengu wa roho yani niseme hivi kiwango chako cha kunena sana kwa lugha ndio kinaamua uwezo wako wa rohoni. Umenielewa? Una uwezo wa kunena masaa mawili na nguvu yako ya rohoni inanyanyuka hivi. Tunapokuwa tunakesha usiku tunaomba, ile pale wanangu, ukweli usiojua ni kwamba inaamsha uwezo wako wa rohoni. Na ndio maana mtu akikutungia kidole hivi kufa ni vyepesi. Rahisi. Yaani vyepesi. Hapo wewe hujamtungia. Ukimsema wewe kuanzia kesho usiishi, nakwambia hataishi. Umenisikia? Umenisikia? Halo? Kwa sababu ukikutana na wajinga wa rohoni, anakuambia bwana, uhai wetu bwana si una Mungu, Mungu ndiye anayetupa kuishi, sawa. Yaani unayeongea naye ndio Mungu wa nchi hii. Kwa hiyo yani ndio maana kwenye tunapokuwa tunahubiri roho ambazo zimeutamani uzima wetu.
unahubiri roho ambazo zimeutamani uzima wetu. Kwa ndo unakuwa unaongea nazo. Ndio maana mtu yani unakuwa unahubiri, yeye anasikia kupata vingi. Anasikia naelewa. Nini maana yake? Uzima huo unatoka ndani unaenda kwa mtu. Ndio anakuwa anajazwa hivyo. Umenisikia mwanangu? Sasa hebu simama kidogo tukaombe. Simama tukaombe. Nilikwambia leo nilitaka niendelee na nikuoneshe zile madhabahu zinavyojengwa. Ila ulivyokuja tumeanza kuomba humo juu kwa juu. Sawa sawa? Sawa sawa. Sasa amini maneno yako. Jana nikakuonesha Balamu na Baraki. Balamu ni mchawi, Baraki ni rais wa nchi ambaye naye ni mshirikina. Ni rais lakini mshirikina. Kaenda kwa mchawi ili arogewe. Sasa yule mchawi akakubali kwenda. Alipokwenda, mchawi akampa masharti yule mshirikina wake. Akampa masharti gani? Akamwambia nijengee nini? Angalia, nijengee hapa madhabahu 7. Ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Madhabahu ngapi zinajengwa hapo? Umeona masharti ya huyu mchawi? Anataka kijengwe nini? Maana yake sikakodishwa. Katoka kwao kaja huku. Amekuja huku ili joka atokee pale akutane na nani? Na huyu mchawi. Itabidi madhabahu iwepo ya makutano. Yaani connection, anatafuta router hapo, internet, anatafuta internet. Ili connect. Kuzimu itoe majibu impe sasa. Kwa sababu kumbuka hapo kaitwa ili aje alani watu wa Mungu. Na hawa watu wachawi wake wale walipona, wanaona ana nguvu kuliko wao. Hebu sema akija mwenye nguvu akamwendea, atamfunga na kumteka na kumnyang'anya silaha zake zote na kuyagawa mateka yake katika jina la Yesu. Na leo tena na yagawa mateka yake katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo umenielewa mpaka hapo mwanangu? Unaelewa sasa? Angalia. Hiyo madhabahu inataka nini? Hiyo madhabahu inataka nini? Damu. Ushanipata. Inataka nini? Tena hii damu ametaka damu za ng'ombe waume 7 na kondoo. Zitakuwa lita ngapi hizo? Ni lita za kutosha. Umeelewa sasa? Leo mwanangu tunakausha damu zao. Huyu anatoa damu ili tu anayetoa damu ni nani? Ni Baraki au mshirikina? Baraki mwenyewe, sio? Balamu mchawi, yule mchawi amempa maagizo. Kampa nini? Maagizo. Na ulimwengu wa roho, ukumbuke huyu anaongea na, yani ni mchawi anaongea na mshirikina. Nielewe vizuri. Ni mchawi anaongea na nani? Mshirikina. Yani tuseme ni mchawi anaongea na mshirika wake. Ulimwengu wa roho sema ukisikia ng'ombe, ukisikia, ili nisikuchanganye leo, nisikuchanganye. Twende kwanza tuimeze hivi vilivyo. Kesho nitaongea na wewe. Ulimwengu wa roho hawa yani tuseme hivi, mimi na wewe tunavyoongea hivi, wewe kuna mambo ushayajua mengi. Nikisema mdosi si unaelewa? Akaja mtu mgeni nikasema mdosi, ataelewa? Wewe umeelewa kwa nini tuko kwenye frequency moja? Ni washirika wa aina moja. Nikisema mwana wa Mungu, wewe unaelewa. Yeye mpaka tuchukue tumueleweshe. Sasa hapa wanaoongea ni wale ambao kwenye limsi za rohoni wanaelewa.
Wewe hapo unaweza usione eti kama kaambiwa ni watu pia. Na kondoo waume 7. Unichukulie na nini tena? Na ng'ombe waume. Hujaisikia mtu anakutukana sema we ng'ombe wewe? Yaani ni sawa bwana. So ukisema watu watajua. Ukisema nini watu watajua. Kwa hiyo itabidi kama ni watu aina kimungu fulani awaite kondoo. Watu wasieleweke kabisa waite mbuzi. Ni lugha ambazo rohoni zinatumika. Yesu anasema nitakapokuja mimi nitatenganisha kati ya kondoo na nini? Na mbuzi. Lakini ni maneno ya kinini? Ya wanyama tu kama kawaida. Ila ndio yamebeba tafsiri za watu. Umeelewa sasa? Umeelewa? Huyu kumbuke ni kiongozi wa watu, sio wa ng'ombe. Baraki ni kiongozi wa watu, sio kiongozi wa nini? Hawajanielewa. Ni rais wa ng'ombe, rais wa watu. Kwa hiyo akitafuta watu 7, nenda pale mpate ajali, atakosa? Na ngoja nitaka nikoneshe mazingira anayowapeleka. Balaki akafanya kama Balaam alivyonena. Balaki na Balaam wakatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja na kila madhabahu. Kwa juu ya kila nini? Sema kila madhabahu. Balaam akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako. Simama karibu. Ziko 7. Anasimamia nini? Kafara aliyoitoa. Hebu sema wasimamizi wa kafara wote. Leo tunawafyeka kwa jina la Yesu. Na kafara zao zote tunazitia unajisi kwa jina la Yesu. Zipishe watu wa Mungu waende. Pisha ndugu zangu waende. Pisha kaka aende. Pisha dada aende. Pisha wanangu waende kwa damu ya Yesu. Amen. Umeelewa sasa mwanangu? Sasa wale wa Jumatatu leo tutakutana usiku. Kesho ninakuahidi wahi mapema, nitataka tuanzie hapo sasa kufundisha. Leo nimesisitiza sana nikuelekeze maneno unayoyaongea, yani unayoyaongea hata kama umechoka jamani mbona ukiwa umechoka ukamwambia mwanangu Giladi nifungulie mlango, anafungua. Na umeongea kidogo, yani tena kama vile huna nguvu, akafungua. Ndivyo mambo rohoni yanavyoenda. Hata kama huna nguvu mwanangu, ukasema katika jina la Yesu, mimi nimepaa juu sana, niko juu, ndio ilivyo tayari. Vile viumbe vya kukuweka pale vinakuwepo. Wale malaika kukupandisha pale wanakuwepo. Umenisikia? Ila wanasubiri ufanyeje? Ongea tu. Wewe ukiongea kwa upole, kwani unakula jua kwamba mtoto atakataa? Lazima tu atakubali. Umenielewa? Amini unachokiongea mwanangu. Amini unachokiomba. Na maandiko yanasema hivi, yeye aaminie, naam, yeye aombaye na kuamini akaondoa shaka moyoni mwake, mambo yale yanakuwa ya kwake. Yanakuwa ondoa dufudufu, sio wasiwasi, si nini. Ushasema ameisha. Amekufa kafa. Mwanangu, mtu anaweza kuwa anatembea hivi, mnaona anaamka anamwambia mwago na ila shakufa. Isikutishe. Eti kisa anaamka anatembea hivi, yani kuwa anatembea haimaanishi anaishi. Kuwa anatembea haimaanishi mayeje. Elia alishamua kitambo Ahabu. Kitambo. Alishamua Ahabu kitambo. Ilibaki tu swala la muda. Hebu sema katika jina la Yesu, maneno yangu yatatimia vile vile. Yatatimia.
Neno langu ni neno la Bwana. Rudia tena, neno langu ni neno la Bwana. Katika jina la Yesu, hakuna kuzuia baraka yangu, njia yangu, mpenyo wangu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema hakuna kuzuia katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako juu sasa nikubariki. Nitamke baraka juu yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu, mtu huyu ni siku ya 8 amejinyenyesha na kufunga mbele za Bwana. Mwingine amekuja na kwenye maombi. Katika jina la Yesu, natamka baraka ya Mungu iwe juu yake. Moyo wa unyenyekevu alioonyesha mbele zako, baraka ya Mungu iwe juu yake. Na maneno yake leo ninamweka wakfu. Kila neno litakalotoka kwenye kinywa chake liwe amina na kweli. Liwe amina na kweli katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Imeandikwa, atakusudia neno kulifanya, naye Bwana atalitimiza. Atakusudia neno moyoni, naye Bwana atalithibitisha. Ninaamuru kwa jina la Yesu, kila neno lake lidhibitike. Kila neno lake lidhibitike. Na mwezi huu ukawe ni mwezi wa baraka kwake, mwezi wa maamuzi. Kama ilivyo Avu, let the Father decide for him, decide for her, in Jesus name. Baba nakushukuru kwa imekuwa. Amen.